Mimi naitwa Dr. Steven Kebwe ambaye leo hii tarehe 2 nimerudisha fomu na zimepokelewa na kuhakikiwa vizuri na katibu wetu wa Chama cha Mapinduzi la Serengeti ndugu Abubakar Gati. Nimechukua nafasi hii ama kuchukua fomu niweze kupata ridhaa ya wananchi wa Serengeti, kwa sababu katika historia yangu kwenye siasa ya Serengeti nimesimama nafasi kadhaa. Mimi kwa katibu wa uchumi wilaya ya Serengeti, ambako hata mkataba ulikuwepo, mkataba umiza na wenzetu wa Celtel, wakati ule ulikuwa unaitwa Celtel. Kwa hiyo tulifanya kazi nzuri mkataba na mapato yakaongezeka. Kama katibu wa uchumi nilifanya kazi yangu vizuri, na si hiyo ilipofika mwaka 2010 wananchi wa wilaya ya Serengeti kwa jinsi ambavyo waliweza kunisoma tangu 2007 nikiwa katibu wa uchumi, nipa nafasi ya kugombea ubunge katika jimbo letu la Serengeti. Na nashukuru tulifanya kazi nzuri. 2010 tulishirikiana kura za maoni, nilishinda vizuri, tulikuwa 4 na katika 4 niliongoza kupata kura za kutosha, na chama kanipendekeza kuwa mgombea wa ubunge katika jimbo la Serengeti. Kwa hiyo niwakilisha chama vizuri na sisi mlishinda kwa kishindo, nikawa mbunge na katika nafasi ambayo nilipata kutoka katika ridhaa hii ya wana Serengeti. Niweza kuteuliwa kwa naibu waziri wa afya wakati ule na ustawi wa jamii katika awamu ya pili ya JK Rais Jakaya Kikwete. Kwa hiyo kwa imani kubwa ambayo wana Serengeti walinipa, hivyo hivyo na rais mstaafu awamu ya 4, lakini tuweza kusaidiana na yako ambayo niliyafanya na alama zipo mpaka leo hii, pamoja kuanzisha ushirikiano wa nje ya nchi kutoka Marekani. Kuna kontena la futi 40 ambayo nilileta, limejaa vifaa vya hospitali ambavyo viko mpaka leo hii. Na leo nilikwenda kusalimia mgonjwa hapo hospitali teule ya wilaya DDH. Nimekuta bado kompyuta nilizowaletea pamoja na ultrasound ambayo wengi wanaita video. Ultrasound ile iko vizuri na iko imara. Hata kama nasema hii ultrasound utetea bana ilikuwa nzuri, mpya, bado ipo na inafanya kazi vizuri. Kwa hiyo mimi nashukuru tangu 2014 mpaka leo hii ultrasound ipo na inafanya kazi vizuri. Kwa ni kazi kubwa ambayo nilifanya kuanzisha ushirikiano huu wa marafiki zangu kutoka Marekani. Kuangalia swala la ajira kwa vijana, unakaribia vipi na swala hili la vijana kupata ajira. Vijana kupata ajira si kwamba unaajiri katika mfumo rasmi. Maana serikali kusaidia miundombinu ya mashule, elimu, vijana waweze kupata elimu na waweze kujitegemea wao wenyewe kielimu, na waweze kuajiri watu wengine na hata waweze kuajiri na watu wengine. Si kutegemea mfumo rasmi wa serikali kuajiri. Haitawezekana hata siku moja serikali iajiri watu wake wote ambao wanasoma katika fani mbalimbali uweze kuajiri. Hiyo haipo duniani na haiko hivyo. Ni kuangalia mifumo gani ambayo unaweza kufanya. Kwa mfano chuo cha ufundi. Sisi wilaya Serengeti hatuna chuo cha ufundi. Lakini kumbe kutokana na mahitaji makubwa yaliyopo, kwa mfano ya mbuga. Mbuga kuna mambo ya kiutalii, mambo ya kimazingira. Waweze kupata ajira wao wenyewe, wajiajiri na waweze kuajiri watu wengine waweze kupata kipato. Lakini jambo la msingi, chuo cha ufundi kikiwepo kwenye wilaya yetu ya Serengeti kitasaidia. Kwa mfano miundombinu ya umeme siku hizi imesambaa kila sehemu. Je, kila sehemu kuna mafundi? Kumbe chuo hiki tunaweza kupata, tukapata mafundi, na ni mafundi stadi ambao wanaweza kaenda sehemu yoyote wakasaidia shughuli ya huduma ya umeme. Kwa hiyo ni kuandaa vijana wao wenyewe waweze kujiajiri, lakini pia tumefursa ya kuajiri watu wengine. Anaweza kuanzisha kiwanda kidogo, anaweza kufanya kazi zote zile za kifundi, kiutalii. Ni swala ambalo inabidi kusaidiana na serikali, kubanana na serikali. Angalau barabara hizi ziweze kupitika muda wote, na barabara za lami. Vipi maji yanapatikana sehemu gani? Kwa sababu swala la maji na huduma ya kijamii ni swala ambalo huwezi kulikwepa. Kwa mfano mashine kubwa ambayo ipo Ziwa Victoria inaweza kusukuma maji mpaka maeneo ya Kitaramanka ambao ni kilomita 50. Na uwezo wa mashine ile ni mkubwa. Mradi ule ulivyokuwa mpya, uwezo wa mashine kusukuma maji kilomita 50 tayari ni kilomita 10 tu zinakuwa zimebaki kuingia katika ardhi ya Serengeti. Kwa hiyo kiweka high rise pump pale Kitaramanka, ukapandisha maji yakaingia kwenye bomba ambalo tenki linasukuma maji kuja ukanda wa Serengeti. Kwa hiyo ni rahisi maji yale kufika mpaka mlima wa Ikorongo ambao ni mlima mrefu wa pili katika mkoa wetu wa Mara. Kwa hiyo ikapandishwa high rise tank nyingine tena juu ya Ikorongo, maji yakasambaa katika wilaya ya Serengeti. Kwa hiyo ni jambo la kutengeneza mpango. Kama ambavyo nilishika shilingi mwaka 2015 wakati wa bunge. Waziri wa maji lazima tuandamane naye kuja mpaka wilaya ya Serengeti kuangalia hali ya upatikanaji wa maji.
Kwa katika kutengeneza utaratibu mzuri wa uchambuzi yakinifu, waziri wakati ule ndugu Jumanne Magembe alikuwa tayari kutoa shilingi milioni 380 ili kusudi kuweza kufanya utafiti huu namna gani maji yaje kutoka ziwa Victoria mpaka Serengeti. Kwa hiyo ni jambo ambalo bahati mbaya limekwamia katikati, waziri aliondoka na mimi bahati mbaya sikurudi katika ubunge kipindi hicho, haya yamekwama njiani. Lakini sasa hivi fursa nyingine inapatikana. Kwa maji siri anaweza kavutwa kutoka Msoma moja kwa moja kutia Msoma vijijini na kutia Butiama yakaingia Serengeti. Lakini pia wenzetu mradi ambao Tarime amepata wa kusukuma maji kutoka ziwa Victoria, Rorya pamoja na Tarime. Kwa hiyo njia nyingine kumbe inaweza kupata maji kutoka Tarime na maji yakaingia Serengeti. Ili kusudi hoteo hili ambalo wakati wa ubunge wa ndugu yetu marehemu Mongate ndiye alipigana vita wakati ule mpaka bwawa hili la Manchira likapatikana katika kipindi cha uongozi wake. Lakini katika uongozi wa awamu ya 9 ndugu wa Nyancha kipindi hicho aliweza kusimamia na maji yakakamilika na ziwa hili ambalo ni ziwa dogo kwa sisi wilaya Serengeti, kwa sababu hakuna sehemu kuna bwawa kubwa kama hili la Manchira. Kwa hiyo sisi tunaweza kulita ni kama ziwa dogo, na ndio sababu hata wakati mwingine viboko kwa ajili ya hali halisi ya hisia ya maji wanakuja mpaka Manchira. Kwa hiyo swala la upatikanaji wa maji ni swala ambalo hatuwezi kupingana nalo. Kwa hiyo kazi ile ingeendelea, ina maana sasa hivi tungekuwa tunazungumza labda sasa kufanya usanifu namna gani maji yaje kutoka ziwa Victoria mpaka Serengeti, nisema kuimarisha huduma ya kijamii lakini pia huduma ya kiutalii. Lakini pia swala la kuangalia ni swala kuendelea kusambaza miundombinu hii ya umeme katika sehemu ambazo umeme haujafika. Katika kipindi changu naweza kusimamia vijiji 63 katika vijiji 78 wilaya Serengeti tulipata umeme katika kipindi changu. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani unakaa na serikali mashauriana, sio kutoa hela mfukoni, lakini namna gani unaibana serikali. Kama ambavyo ni kamata shilingi kipindi hicho waziri akaja hapa na kukubaliana kuweka utaratibu mzuri wa masuala ya maji. Kama ambavyo vile vile ni kamata shilingi katika hotuba ya waziri mkuu kwenye bajeti 2011 mpaka tukaanzisha utaratibu sasa hospitali ya Kwangwa ambayo hospitali ya rufaa ya mkoa iweze kujengwa na isimame imara, na leo hii Kwangwa ipo na ishafunguliwa na hospitali ya rufaa kama ambavyo ni kamata shilingi katika bajeti ya waziri mkuu 2011. Kwa hiyo yote haya ndio tunataka tuendeleze wilaya yetu ya Serengeti tuweze kupiga hatua. Sio kama mimi ujumbe naomba kwa wananchi wa Serengeti, ile dhamira ile ambayo tulikuwa nayo katika kipindi changu cha miaka 5, yako mambo mengi ambayo nilifanya na wananchi wanafahamu yapo. Kwangu mimi nasema ni alama za kudumu. Hizi hazina ubishi. Ni alama za kudumu. Hospitali ya Kibeho iko pale. Katika kipindi changu tuweza kuweka shilingi bilioni 1 na milioni 200. Na ya kwanza ilikuja milioni 700, na ya pili nikaleta milioni 500 na hospitali ikaanza kujengwa kipindi hicho. Ni bahati mbaya kakwama hapo katikati. Hospitali ile ilikuwa iwe ya gorofa. Ni bahati mbaya kumbe mambo yakayumba hapo katikati. Katika kipindi kilichopita ile ramani ya gorofa tena ikapigwa chini, wakaanzisha utaratibu wa kumalizia hospitali kwa stari nyingine. Lakini si hiyo, tulijenga pale theater nzuri ya kisasa, haiko sehemu nyingine katika mkoa wa Mara. Iko pale Kibeho. Na vifaa vyake vyote vilivyoingia. Kwa hiyo ukijumlisha na pesa taslimu iliyoingia kipindi hicho ni zaidi ya bilioni 3 na point. Ile theater iliyoko pale haiko sehemu nyingine katika mkoa wa Mara. Ni hapa hospitali yetu ya Kibeho. Na vifaa vilivyoko pale ni vifaa vikubwa vya gharama kubwa na vya kisasa. Na hata vingine mpaka leo hii havijaanza kutumika. Kwa mimi nashukuru kazi nzuri hii ambayo tulianza na wana Serengeti. Naomba ridhaa yao kuombeana katika mchakato na utaratibu wa sasa wa kurudisha majina matatu ambayo wananchi watawapigia kura wana CCM. Naomba sana. Niko chini yenu, mimi ni mtoto wenu. Mimi ni kaka yenu. Mimi ni baba yenu, ni mzazi wenu. Tusaidiane ili kusudi niweze kupata ridhaa ya kugombea ubunge kama mwakilishi wa Chama cha Mapinduzi wilaya yetu ya Serengeti. Tuweze kupiga hatua. Wako vijana kadhaa ambao nimesaidia kupata ajira. Mimi sikuwa taasisi au mamlaka ya ajira. Mimi nilikuwa mwakilishi, nilikuwa mbunge. Kwa hiyo pale ambapo niliona kuna fursa kusaidia mwana Serengeti, sikusita kufanya hivyo. Nimewasaidia, wengi wamepata ajira katika maeneo